Hatukusikii buda. Eh? Niko sawa, mnanisikia? Mimi nakusikia mzae. Buda Bramo yaacha. Ulikuwa umekula microphone nini buda? Bramo yaacha. So tuko live, we are live on Facebook. Na kama unatujoin sahi, niko hapa na magwiji. Tuko hapa na coaches Hesbon Nyabinge, tuko hapa na Arthur Apio all the way from Germany, Berlin. Guten Morgen. Ich Morgen. Ich bin schön. Yeah, you can have change. Ezi unakuja mpaka leo unakuja mpaka wine buda. Mambo yako kweli inaenda fit. Mzee, tulitoka kwa shida. Ala iko pia. Co-host. Yeah man. Umesema no shave July. No shave July mazee, baridi ni mingi pia, corona pia ushaona. Inabidi tubaki tu hivi, tu maintain tu hivi. So so for everyone who is joining us live, leo sitapelekwa mbio bana. Last week nilikuwa hapa na Adel Amrush. Pesa hapo ilikuwa ni Normal is normal. So naona hapa some gold ameingia anasema keke. Then tuko na Jaboma Mikalo anasema keke smile Buddha. Huntington Iowa anasema ndani. Beryl Monique Okech, keke Roy nyoa ndevu kidogo, you are too bushy my guy. Anasema hii ni Mboka edition. So yes. Very briefly guys, I want you to introduce yourselves, tuambie nini kina nani kabla tuanze show. Tunaanza na coaches hapo juu. Mimi. Yeah, mimi naitwa Arthur Apio. Nilichezea Chemo plus Kakira Sugar between 1992 up to 2001. But in between niliacha ball kidogo, like for a year. Then I started my coaching in Chemelil for the youth team, Chemelil Guzaguza. Then I moved to Kisumu, Covenant FC, and several clubs. Then in 2013, I moved to Germany, where I've been coaching under 19, under 16, and under 8, and now men's team. Jamaa Kakamega. Niaje brother? Unasemaje? Kambi. Jamaa shikambi. Haiko sawa mzee. Mi life story yangu ya ball ni ndefu kidogo na ni fupi pia. Nilianza ball pale Kakamega Muslim. Mimi nimelelewa Kakamega. Mimi ni Mkisii, nimelelewa Kakamega, so mimi nikaa mimi ni Mluya. Hata Kiluya na kijua. All right. So nimesoma pale Kakamega Muslim, nikaingia pale Kakamega School. After form 4 nikaingia pale Kakamega, after class 8 nikaingia pale Kakamega High School. Then after Kakamega High School nikaingia Nzoia pale, kuna chairman, sasa ni chairman coach Kadenge. Mita coach lakini yeye ni chairman, yeye ndiye alituselect kwa chuo, tukasign from school to Premier League team Then team ikavunjwa, but tuliselectiwa karibu players karibu 8 kutoka chuo. Okay. Kulikuwa na Mbwabi, kulikuwa na Stuma, kulikuwa na Geoffrey Kimani tulioka naye Kakamega High School. Kim. Kulikuwa na Kim, kulikuwa na Wekesa kutoka St Anthony, kulikuwa na Beach, kulikuwa na Kevin Oluoch. Hiyo ndio ilikuwa group yetu. So tukaingia pale Nzoia tukaipiga lakini ilikuwa tough juu tulikuwa tunacheza na mabuda. Na hiyo time hawakuwa wanatambua vijana sana. Then Nzoia ikakuja kavunjwa. So mimi nikaelekea Chemelil. Nikapiga pale na Olaba. Nikaingia Sony kidogo. Tomo Laba, huyo jamaa mimi namrespect sana. Ni mzee wangu, alinitambua sana. So nilikuwa Chemelil hapo ndio nilitoa under 20 national team. Kidogo vile Olaba alitoka pia nikaenda Sony karibu 6 months. Nikatoka, kulikuwa na Baraza ndiye alikuwa coach. Then karudi Western Stima.
So hapo Star Stima ndio tulingisha team Premier League, wale players wa tulikuwa hapo. Pia wengine wakakam. So tukabarikiwa kupata job pale Star Stima. Pia ukiangalia tulikuwa frustrated sana, especially ilikuwa rough sana, especially kwa makocha. Wako wanapenda vijana wadogo, pia wale mabuda wako wanapenda vijana wadogo, unajua. So mimi kama kwa handball nifanye zile vitu wenye unajua tulikuwa na train mzee mara 2. Tuna train karibu hours, zilikuwa mingi. Mzee ni mbio tu. Hakuna program 11 aside tunazipiga tu. Muda usilie jo. Mimi mzee nikamwani niache ball ningie coaching. Nikamwani niache ball ningie coaching hapo ndio nirekebishe hizi vitu za wale mabuda walikuwa wanafanya. But coach hata pia amekuwa coach wangu pale Western Stima nikicheza ball. Nashukuru sana, pia alikuja na vitu ndogo ndogo, basic things, control, kupiga pass. Huyu amekuwa coach wangu. So pia namshukuru sana, pia alikuwa anatutambua juu wenyewe mimi nilikuwa na speed mzee na ball naye nilikuwa najua kutoka Green Commandos. Anajua ball. Ukipitia mkono ya Chris Makoha. Yes I. Tutakuja kwa Chris Makoha because unajua Waluya pia ukiwapatia nafasi ya kutoa tu salamu kidogo. Ila kwa sasa ni unajua hata tulikuwa na angu wetu mwingine amekuja pia kwa hii function. Hebu salimia kwa watu. Sasa tulia muda. Tutakuja kwa mambo ya Makoha baadaye. So Mrasta. Yeah. Talk to us. You don't have to be plain to be Rasta. No, you don't have to. So guys, first of all, Bram, thanks for the chance to be the first co-host in this show. So I'm Keke Roy. I'm from Kisumu. I'm a sports writer. And football is my religion. Study is my cathedral. So mi ni mdau, nimeanza kufollow ball tangu kitambo sana. Kama nataka nirudie your face. Mko sawa? So for leo nitakuwa host hapa hivi. At least I'm honored to be with Coach Arthur and Coach Nyabingi. Nimekuwa follow sana for a very long time. Tangu wakianza coaching zao. Nimeona Arthur akiwa player at least kidogo. Nimeona Nyabingi pia akianza coaching mpaka ameingia Rambe. Sasa ni senior coach. So it's my honor to be with you in the same platform. Welcome guys. It's an honor for you to be with me. I appreciate, I'm humbled. Fau anasema we papa salimia huyo DJ wangu sana Arthur. Muda ulikuwa pia DJ ni? Ni DJ unajua? Ala. Mimi na DJ mpaka size. Ala. Mimi pia nakuwa DJ za Munda. Only roots music, only roots reggae music. Good stuff. We'll come to your DJing career as well shortly, but before we officially take off on the show, ningependa ku highlight vitu kadhaa. First of all, and very importantly, the football world in Kenya, the football world generally is mourning the passing on of one of our members, anaitwa Arigo Sachi. Sachi, kama kwa wale walikuwa namjua, alikuwa player wa KCB. Pass on just a few days ago, and I want us to pay tribute to Sachi. Okay, ulikuwa unajua Sachi? Nimemwona tu post football. Yeah, nimemwona after jina zake za his official names are Anthony Amok. So kwa jina za mtani jamaa pale Ziwa, na alikuwa mtu yangu sana bana Sachi. Wale wanamjua na wale wako affected na hii situation tunawaombea. My very good friend David Etale, who is also based in England, anasema Sachi alikuwa mentor wake, yeye alikuwa ni kama godfather wake, na wamecheza pamoja pia pale KCB alongside watu kama unaona pale pia Zake Lakwana, unaona Idi pale. So Sachi alikuwa jamaa amecheza ball Kenya na alikuwa kwa shughuli za ball sana. So to his family and everyone who's been affected by Sachi's loss, we put you in prayers. Ama vipi? Kweli. Do you have anything to say about Sachi, any of you? Mi kwangu kwanza ni kutuma tu rambirambi zetu, as in our condolences to the family and friends for losing such a young soul. But then again, on the same note, kuna pia mother fulani pia Kisumu pia alikuwa mzungu, alikuwa mother wa orphanage home. Alidai last week, amezikwa on Thursday. Mother amedu so much in football and so much in life that watu wenye walikuwa needy huko mtaani. So Samdo is one of the beneficiaries.
Na hata pia Umadha ndo alimpatia the first coaching chance. Alicoach timu ya Umadha Covenant FC. Umadha alikuwa na on Covenant Children's Home in Kisumu Dunga. So yeye pia tulimlose last week ameenda. So yeye pia tunamuona for the good deeds that she did to us as Kisumu people. All right. Yeah. Coaches. Kuna makocha wawili hapa. Nilikuwa nafikiria nilikuwa naongea juu ya Nyabinge. Nyabinge leo amekuja mpaka na kawaini mzee. Chonjo is chonjo. Sasa unacheka nini mzee? Yaani ni kujipanga mzee. Kujingapa. Uwezi taseka kama player na utaseka kama coach. Haiwezekani. Alafu pia plus team. Kweli chapa pia. So shortly, and then there's also one other issue ile imekuwa ikifanyika pia kwa game. We have one of our former players, former player, captain wa FC Leopards ambaye ni Martin Imbalambala. I'm sure most of you who follow the Kenyan Premier League wanamjua. Alikuwa kapi FC Leopards, alikuwa pia kapi Nakumatt. Martin Imbalambala amekuwa akigonjeka. Macho yake alikuwa na noma ya sight. So sitaki kupeana details vizuri because mimi si daktari. So later on the show, in a few minutes tutakuwa joined by one of the football stakeholders. Ule atakuwa anatupatia an update on Imbalambala situation. So once he's ready, tutamleta hapa atupatie just a short update on the situation pale ground, how Imbalambala is faring on, and then he'll exit and then we continue with the show. Ama vipi? Kidogo tu kwa hiyo issue Bram unajua Imbalambala yuko Western na yuko Vihiga. Unajua nimeona kapicha fulani hapa kwa Majamo FC. Leo nimekuwa job hata nimepigiwa simu. But nimekuwa shift ya asubuhi. But I think FC wana get right route than Shikanda Mazee ni kitu moja poa sana. Our fans wameenda donate blood pale OC General Hospital. After hapo wameelekea kwa kina Imbalambala. Sijui kitu walifanya, maybe Chayata tuambia juu siku kwa hapo, but ni show poa sana. Okay. So kama ni mchezaji alicheza FC na unapata fans, some officials wametoka kutoka Nairobi wamekam ama wamecoordinate na watu wa Western hapo wameenda paka kwa kina Imbalambala, ni kitu moja positive sana. Safi. Kuna mtu anaitwa Masharia Jane anasema ako wapi tena? Amepotea bwana. Alikuwa amenitumia hapa kitu ama alikuwa amenitumia ganji. Musa Obatal anakuja hapa mbaya sana. So ako na maswali zake pia mingi sana tutakuuliza. Co-host. Yeah. Take over bro. So first of all ningependa kutumia Francis Kaata, player wa Simba, is a Kenyan. Win 4th title, league title 4 times in a row. So hiyo achievement alwin 3 repeat na Gor Mahia. Na the first title at Simba is in his first year. Sindio? So just to start off the show, na Arthur ulianza coaching na ukaanza under the KNVB. Sindio? Sasa uko na UFAB, which I think pia ulidu mpaka DFB. So what is your thoughts on KNVB na DFB, more so kwa youth development? Hapo sasa kwa now if for example what KNVB teaches more detailed, meaning KNVB inakuteach kuwa flexible. That is one thing, and you have also to use what you have specifically in your own environment. That is the advantage of KNVB. DFB, you really need to have a lot of equipment because they really emphasize on drills. That is the biggest difference. Our situation at home, KNVB will be able to teach you how to use even 5 balls for a whole training session. You can maximize and achieve what you want. But for example, if you get the coaches from Germany, na kuje Kenya na umpatie 5 balls ili watumie for a particular session, kidogo atachanganyikiwa.
That is the distinct difference between the two visions. So equipment is the paramount thing in DFB so much, but KNVB teaches you to think outside the box and be more flexible, because it was something that was derived from street football in Brazil. Nyabinge umeshika hiyo kweli. Wewe yako ni gani? Ama yako ni ile yetu yako Ingo? Yako haina jina. Yako ni KNVB. Wapi? Mzee kama kuna kocha ana makaratasi hapa Kenya kwa youth program ni mimi. Tupeleke. That's why unaona hapa kwa under 20. Si rahisi mzee. Nimewaka under kama, nimewaka under oku. Majamaa wote mzee, wote filosofia yao ni ya Dutch na Germany. So tuna combine zote mbili. Na tuko ready, maybe pia wako ready kupata any knowledge from any country. So mzee unajua kukua mahali ama pale kwa under 20 ukipata kocha amekaa hapo unapata kuna kitu poa anafanya. Si ati ni rahisi hivyo. Juu kila mtu anataka hiyo job. Ukipata mimi nimekaa hapo 4 years na nimekaa under 2 coaches John Kamau na Stanley Okumbi. Yes. Unaona si rahisi. Juu kila mtu ana interest, kila mtu anataka kuwa hapo. Na mzee usipopeana performance watakutoa hapo. Hakuna mtu anataka mtu ana failure, hakuna mtu anataka mtu ana fail. Na unapata talents more. By the way, in terms of scouting, mi pale kwa under 20 in terms of scouting kwa Western Nyanza, hiyo program nimepewa na federation. Okay. So mimi nikirecommend wewe kama Keke ama Bram, zee nikikurecommend na wanajua huyu Nyabinge kuna kitu ameona kwa Bram. So players wote wanatoka Kakamega High School, wakina Marcelo mimi ndio nimewa scout. Wakina Joseph Okumu mimi ndio nimewa scout. Wakina Muguna au ati wakina Muguna unajua kuna macoach pale Kisumu wanasema sit me develop Muguna. Kuna development stages za development. Kuna coach anamdevelop kwa academy, kuna coach anamdevelop kwa national team. Muguna mimi nilimuita national team under 20 kutoka Western Stima. Wakina Marcelo mimi nimewaita kutoka Kakamega High School. Wakina Joseph Okumu mimi ndio nimewa scout na tukaenda Sudan. Tukapiga draw ya 1-1 but kulikuwa na problem ya rules, maybe wanasema birthday ya Marcelo ilikuwa December. December na anakuwa 20 but yeye yuko under 19 sahi. Basi tukamchezesha. That's why we'll disqualify hiyo time tukienda Sudan. But tulikuwa na team fit sana. Tukienda Sudan tukapiga 1-1. But team bado kako. Umejaribu kudevelop through kama Oku. Sasa hivi unapata wakina Musa Masika, wakina Austin Ochieng wako pale, unajua. So I think kuna kitu poa hapa kwa hii under 20 ndio future ama under 23 ndio future ya boli ya Kenya. Tusidanganyane. So Nyabinge. Yes sir. Clear. Una scout from primary to Kakamega I ama from catch to KPL ama from KPL to under 20. Just for classification process. Kitu mimi na try kudu kitu federation waliniambia nifanye juu uwezi toa Ukumbi kutoka Nairobi. Sasa hatuna facilities, maybe hatuna do kitu kama hiyo, but kitu mimi na do Ukumbi ana scout Nairobi yote. Kuna coach mwingine ana scout Mombasa. Mimi na scout Western mzima. Nikisema huyu Bramwell Karamoja anaweza kutoka Butere Boys na so tutamuita trials pale na tukuje tumuone kwa friendly, tumuone kwa training, tumuone kwa technique, kwa passing, kila kitu. So hapo atapitia trials mob, then tupige friendly paka na goal. After hapo atamake final squad. He say that tunaenda kwa tournament. Unaona? So sisi kama under 20 tumejigawa. Okumbi na deal na Nairobi. Mimi na deal na Western.
nitaenda pale St Peter Tony session 1-2, ningeeka pale Kakamega, ninge pale Msingu, ninge Mahoho pale, niangalie player moja wawili, then to international team. After pale tuweke pamoja watu hii wapige 11 aside, then to select again. Kama kuna time tumepiga trials ya 50 players. Then after karibu 1 week, then tumeita another 50 players. That's why tulikama up na timu ya kwenda Rwanda. Tukaenda Rwanda tulikama hapa tukapiga 1-1. Tukaenda Rwanda tukapiga 0-0. So inamaanisha kuna improvement kwa watu hii, tukikuwa tuna structures fiti na tukipawa watu hii kwa camp. I think kara mmoja umekuwa hiyo program ya Western hiyo ya Coca-Cola. Keke Roy pia anajua unajua. Hiyo program ya Coca-Cola, Oliech mwenyewe, Dennis Oliech alikuwa Kakamega. Mimi nikiingia Kakamega high school, Oliech alikuwa dormant. Mimi yeye alikuwa lala juu, mimi nalala chini kwa kitanda. Gara I think sijui ulikuwa Mahoho ama ulikuwa timu gani. Lakini tulikuwa tunaonana tu, lakini ulikuwa unajua ball. Unajua pia wewe sasa inafuku unapiga profession kara moja. But pale pasi pia tukienda kwa story yangu ya ball itabidi uanze show yako ni invite nikuje guest. Sasa unapata Coca-Cola ilikuwa ina produce more players, wakina Kevin Oluoch, akina Beach walikuwa wanatoka pale, wakina Elisha Molo kutoka maybe through game pale walikuwa wanatoka kwa hiyo Coca-Cola. I think tournament kama hizo zikikama up, I think tutapata more players kwa hizi ma junior teams. Sisi tuko kwa development ya juniors. So kwa development football kwa juniors hapa chini, pale national team Kimanzi atakuwa na kazi. Atakuwa ananipigia Tonya Binge, unaonaje ule Moses Mudavadi? Unajua? Mudavadi alikuwa Kakamega High School, akatoka Kakamega High School akaenda shule. Unapotea. Ameingia kwa ile network yao ile ya pale Shambi. Hapo Malava. Hizi kuna mali ulikuwa umepotea kidogo. Hata unacheka nini huko German? Kuna mali ulikuwa umelost. Lakini tunarudi kwa Nairobi, wewe mtu wa Kisumu lakini uko Nairobi. Tunarudi kwako hizi. So I think Keke kuna mtu amenitumia hapa swali. Anaitwa Dino amesema yeye hataki kujua. Anasema ask Keke Roy what happened to Amusha Ball initiative, hata kama wewe ni co-host. A good question that one from Dino. Dino is a very, very good friend of mine. Amusha Ball itakam this year. Itakam in December. Last year tulikuwa na clash ya venue ya change of calendar from ile traditional calendar ya CAF. But this year tuna come back big and better for the boys and for the crew and for the hood. So this year tulikuwa na resources, grau pia ilikuwa na shida juu ya KPL. So hapa kuna pakuli, lakini this year tuna come back in December, probably from 23rd to 24th kama kawaida venye si ufanya. So I'm working with my friends, I'm mobilizing resources, so things are working on my side. So we come back. Thanks for the concern from because we are coming back. Bro, kuna ile issue ya Cairo hapo. Watu wanataka kuanzisha hapa. Wanataka kuanzisha hashtag. So hiyo story ya Cairo pia lazima tupeleke na Rien. Kama kawa. Bram. Yes. Kidogo tu Keke. Hiyo program ya Amusha Ball mzee, kuna talented players pale Kisumu kuna players wa deadly sana. Ile ni hapo mzee hapo mzee ukiingia hapo ukumbia liingia hapo kuna makocha wameingia hapo Kisumu kuna players mzee. Kuna mtu hapa anaitwa Jared. Kuna mtu anaitwa Jared Migunde, sijui kama anauliza swali ama anasema hizo scouting unafanya Nyabinge inalipwa na federation. Exactly, kulikuwa na program ya ilikuwa inafanya nile tu COVID imeingilia, ilikuwa inafanya pewe contract na federation. But nile tu Goda na kila kitu ana program zake. Inafanya pewe contract na federation, tumesha discuss na head coach plus the president of federation. So inafanya pewe contract, so itakuwa easy me kumove hapa na pale. Okay. But they are taking care of it. Okay. Yeah. Co-host. Yeah. Tupeleke. So Nyabinge, niko na swali. Yes sir. Umesema under 20 is the future of Kenyan football.
Kweli kabisa. In 2016 tulikuwa na FKF iliform Center of Excellence iko pale Thome. Ilikuwa under 15. Sasa hivi ni under 16. Kweli? So 4 years down the line tumekuwa na hiyo center ni ya homeschooling na football. So ni kama CBC. 4 years down the line. But funny thing, hakuna hata player moja transition from that under 16 side to your side under 17. So I'm trying to get out from you as in venye inafanya kazi. Najua FKF ina plan team iende tu hivyo pole pole as a team, as a unit mpaka maybe fika senior team. But sometimes kuna wile player exceptional mwenye unatum plug from this side to this side na bado a 15 na perform. So ebu tuambie maybe kwa ufupi ni kwa nini so far hakuna player ametoka under 16 COE to under 20 team yenu, na pia ni mbona ina take time, na sasa we are seeing under 18 players playing in the KPL. Tuko na kina Big Sente ule wa Wazito kabisa. Tunaona kina Ansu Fati pia uko majuu, but hasa Kenya hatuoni player ametoka hata from hiyo COE to maybe under 20 ama to KPL ama to NSL, tuseme hii ni mbegu ya ile FKF project. So hebu tuambie kama coach wa under 20 kwa nini kama hizo hazijahappen? Uko right Keke. That's why unapata kwa timu ya under 15, under 13, under 15 maybe atukua coordinated na maybe under 20, under 23 ama under 17, under 20, under 23. But unapata sahi Okumbi ameintroduce pale kwa hiyo center. So inamaanisha kama head coach wa under 20 ameintroduce pale kwa under 15, inamaanisha kuna players watamoviwa kutoka kwa under 15 wakuje maybe under 17 na under 20. So Okumbi yuko pale kuobserve kitu ina happen pale. So kama kutakuwa na any good player mwenye maybe atakuwa improve hapa na pale, ataletwa kwa hii under 17 ama under 20. I think saa hiyo Okumbi ameingia kwa hiyo program. That's why kulikuwa watu wanaweza sema selection haikuwa poa, sawa. Maybe unajua pia unapata hakuna principal atakubali mtoi atoke Kakamega High School time ya shule aende Nairobi for trials for another 1 month, atakuwa sana. Ushona? So hapo ndio tuna problem kabisa. So unapata Okumbi ameingia pale karibu tu anambia coach, nataka tuingie pale St Peters, nataka tuingie pale St Anthony, nataka tuingie pale Msingu, nataka tuingie pale Kakamega High School, nataka tuingie pale Sheyue, pale Mahoho, tupate any other good player mwenye anaweza join under 17, under 20 na under 23. Wenye hawajaonekana, na hiyo ndio job yetu. Let me just cut you short a bit. Tunajaribu ku get Dan Shikanda on the line, and Dan Shikanda ametujoin hapa. Nataka tu atupatie a very good a very quick update on Martin Imbalambala situation. Chair. Yes sir. Vipi bro? Niko sawa? Mbona umejamba? Homa. Legeza jo. Makinika. Homa mob. Hebu tupeleke na rada hii situation ya Imbalambala vipi? Najua pole kwa homa, so nataka tu tupatie an update of Imbalambala situation and then we let you go. Yeah. Aya, nimelegeza Hatukuoni cha. Nimelegeza kaepa. Amunioni? Umeka meza. Umeona laptop? Niko kwa simu. Technology mashup man. Sawa. Sawa. Mzito. Itakuwaje? A quick one. Yes sir. Tulipata distress call from our former captain Martin Imbalambala. That Amelu site. It's something which has been on and off. In fact, I had tried to intervene before. Na pia najua governor wa Vihiga alikuwa ameintervene sometimes back, akapewa kazi, then I don't know what happened again.
But this time round, again, we got the same distress call. So as FC family, FC fraternity, today we sent people there. Waende waangalie what is actually happening on the ground. We sent 7 members of AFC Leopards, led by Faith Gitira. She's a nurse. They met in Mbalambala and the wife, and they assessed the situation on the ground and talked to him, plus the wife and the family. And we realized that he was being seen at Sabatia Eye Clinic, being sponsored by a foundation known as Macklins, who paid 4,000 for him consultation. And then there is where they said that he has lost sight and it was irreversible. But as a family, we are looking forward maybe to get a second opinion. I know it's COVID era. We are trying to put some money together, and this money, once we put it together, we will send it to start assisting him first when we finish maybe the first phase. But I am looking for a permanent solution. We just don't want to do any PR exercise. And I know so many people have been trying to push we do a PR exercise, which as an office, we are not for that. So we will be getting him over. In fact, there is a Mheshimiwa from Kitui West, Mheshimiwa Charles Nguna, who wants to be roped into the situation and assist in Mbalambala. I will be talking to Mheshimiwa. I've tried getting hold of him. I was called by Mheshimiwa Johnny, and I'll be getting in touch with Mheshimiwa Charles Nguna, MP for Kitui West, to see how we can go ahead and assist in Mbalambala. But we are focused to have a long-term solution. And we talked to the wife today and asked the wife what she can do as a person to fend for the family. And she's a saloonist. So maybe from a quick thinking, although we have not decided as a team, a quick thinking is maybe set up a saloon and a barber shop for the wife at Vihiga, at Sabatia, so that they can actually have some income coming in, or also buy a motorbike, which it will be used by somebody to try and get some income for the family. So it's a long haul. We want to go for a permanent solution, and we'll be getting in touch with you people, with members of the public, to see how we can assist him. We have been raising money when we have such situations. In fact, at the moment, even we have a member who has been sick, and the members have been raising money in hospital. And we usually use one of our colleagues, who people trust a lot. She's called Masi Kabaka. Her phone number is 0721 135. Let me just write it down. 0721 135 879. 83? 879. Oh, 87. 0721 135 879. 879. Yes. So we want to raise some money for the purposes that I've talked about, starting a barber shop and also starting a saloon, and seeing whether we can even buy a motorbike so that somebody can be using it to raise revenue for our former captain, Martin Mbalambala. Once a Leopards, always a Leopards. And I think we will try and do our best to see that we can make him comfortable. He did duty for the club, and we have no reason for abandoning him at this time of need. There's a question here from one of my lawyer friends. His name is Chutsi. Chutsi says, Dan Shikanda is a former player. Is he a member of KEFWA? Mbalambala's situation is a wake-up call to the player welfare body. What do you have to say about that? That you're not here for the interview, you are just here to provide guidance and the way forward for Mbalambala's situation. I'll call you back for an interview. So just, I don't know if you want to respond to Chutsi, ama to respond badai. I will respond. Currently, I'm not a member of KEFWA. I should be maybe a member of KEFWA, but I know a few things have been happening. But it's a good question.
And I'm sure also Mbalambala is not a member of KEFWA. So I think KEFWA should come out more strongly and boldly to make sure that they reach as many people as possible. I know it is a union for players and former players. So hopefully you're mute. Just unmute yourself, Doc. Unmute. Doc. Dan. Chair. Chair mute bana. Mute. Keke amongeni signs. Chair bana. Keke Maze na story hapo. Maze na amepiga story mbaya. Chair ulikuwa umemute tuja kusikia hapo karibu 1 minute. Okay, nasema tena umemute tena bana. I think in earphones. Sasa iko sawa. Unanisikia? Nakusikia. Check your plug. Simu ya China. Simu ya China. Simu ya nguvu. Ukiona ni wote mtakomeneza kuliendaje hiyo simu ikakuwa Kenya. So I'm saying I'm not a member of KEFWA. All right. Yes. And I am also sure, although not confident, that Mbalambala is also not a member of KEFWA. What I can say about KEFWA is they should come up strongly, market themselves, endear themselves to both former and current players, because what most people know about KEFWA is just it's a body to fight for players, especially when there are disputes about their wages, about their terminations, and that should not be the case. These are the scenarios whereby KEFWA should come in strongly and make sure that it protects the people who've been playing football in this republic. So, having said that, I will just call upon any well-wisher to join us. I'm sure once we have something going on the ground, I've just been informed that we had not started raising money, although we had suggested the money will be sent to Mercy. We were finishing the other issue we had with a member who has been sick and is in hospital. So we just sent a group today to go and see what is exactly happening on the ground. And they've given me feedback tonight. They just called me 1 hour ago to give me feedback. Safi. Yes. Safi Joe coaches. Basi wewe utatupeleka na Rien. We are waiting on you. Wewe utatupatia ratba. Mbalambala is one of us. Mbalambala ni mdau. So if there's any way forward, tutangojea utuambie, and then we'll share the same with the public. Watusaidie pia kusaidia Mbalambala. For the good job you're doing at Ingwe bana bro, tuko pamoja, tuko nyuma yako. Sisi tunataka Ingwe, Gor na hizo team zote za KPL. I think you guys are headed in the right direction. You have the goodwill. Uko na support yetu. Anytime bro, mimi najua utadeliver bana. Before you sign off, Tunawakad, yes. Before you sign off, first of all, thanks for the timely response. Thanks for the goodwill that you're doing to your former player, Martin Mbalambala. And congrats on the good work that you're doing at Ingwe. Thank you. Seen a new merchandise shop at Sasa Mall, second floor. But now people are asking, can you translate the good management into pitch? Sasa hiyo Keke, fanya hivi. Do this. We shall translate. Chair is not here for an interview. Chair was here to give us an update on the Mbalambala situation. So Chair, thank you very much. Unless kuna mtu wote akona anything kuhusu Mbalambala, umesalimiwa na Ferrari. Anima amesema nikusalimie, so unless there's anything else concerning Mbalambala situation. Allow me to pass him a challenge before he signs off. Only a challenge. Why not? Pass those challenges. We were born for challenge. This is my challenge to you. Yes, sir. If FC Leopard wins the league, I'm gonna shave my dreadlocks. You have finally decided to shave. Thank you for FC Leopard. Win the league. I take the challenge. Challenge. And I'll show you. I'll be happy. Thank you so much for the update. Bram, thank you. Yeah. Karibu. Kuna kitu nataka kuambia Chair.
Kuna jamaa anaitwa wewe endelea tuliza. Anaitwa kuna jamaa anaitwa Bram. Mimi naitwa Nyabinge. Nyabinge na kumesea. By the way, Chea ni mtu mmoja positive sana. Nilimpigia simu akashika simu yangu, nilikuwa namwongelesha about jana mmoja, ilikuwa very positive. Kuna huyu Faith yuko very positive about the growth of FC. Pia kuna jamaa anaitwa chairman anaitwa Owen. Anapiga shughuli poa sana. Leo wametoa blood. Hiyo kitu imenitouch sana. Umeenda pale General Mzee. Ikara unajua General Mzee. Najua hapa Kakamega. Alafu mzee wameingia pale kucheki Mbalambala. Mzee hiyo kitu mimi nimfurahisha sana. Yeah, tulikuwa tumetuma hiyo group hapo kwa Mbalambala. Mzee kwa hiyo shughuli Mbalambala mimi ndatoa 2000. Haina pressure. Thank you. Woo! Nyabinge, thank you. Thanks, umetuanzia. So nitaambia uangalie chairman, uangalie program yangu ya foundation. Nilikuwa nimeongea na wewe. Sawa, no problem. Nyabinge pia nataka tu kujibu. Kuna swali lingine, Kuna swali Chea. Asante, nitakuita interview hapa tukuulize maswali. Yes. Thank you chairman. Thank you so much. Karibu. Okay. Safi. So tukiendelea kuna mtu hapa anaitwa Charlie Blackman. Charlie Blackman anasema I understand Ras Arthur Otieno is active in coaching hapo Ujeru and he has done stints locally. Same case to Hesbon Nyabinge. He was coaching a certain team in Asia. How are the experiences, lessons, et al? So swali ya Charlie senior. Now, first of all, Ujeru, as you may well know, in terms of organization, planning, and what is very, very, very useful, which we really have to talk about, is a youth league. The youth league is thorough. Youth league is thorough. If you look at maybe the coaches, wengine wako 50-50 in some clubs in Ujeru, but ukiangalia the youth league vile imeplaniwa mpaka ule mchezaji ajiwezi pia anaweza cheza, iko thorough sana. And I think there are a lot of things we can learn from them if we want to, but we have to tailor-mend it to our situation. Now, further that, what I can really think about is, unajua huko hakuna boarding schools between the ages of maybe 12 and 17. Home kuna boarding schools. And yet, that's where we miss. This is the catch. That's where we miss sana in Kenya. Because you have to invest in 10 years before the age of 19, 10 years at least playing 30 games, serious games every year for a player to play for 10 years professionally. Lakini ukiangalia wachezaji wetu in Kenya between the age of 10 and 18, hawachezi mpira sana. Utapata for example, if I'm a good player na team yangu itolewe in district level, tuseme tu in district level or zonal level, I'll only play like 3-4 matches. What do I do the whole year? So now we have to think kwa situation yetu. 80% of the time kids are in school, in boarding school. Why can we not have a premier league for boarding schools in each and every region? It's not difficult because the pitches are there. The pitches are there. The trainers are there, for example, in schools. And transportation is there in schools. So we should really invest in schools to have premier leagues in regions. Within 3 years, we'll be of the same level as here. But here, the advantage is everybody is playing football. Everybody is playing football. So it is easy for you to really choose a player, even if you're not a very good coach.
Yeah. There's a guy called JM Gakonga who is watching us from London. He's saying, Bramwell, please read this to enlighten your listeners. Just to add on this issue of youth coaching, in UK, for one to handle youth, a youth coach must complete UEFA model and an extra course designed in UK to teach the coach to all issues of youth. Then also one must complete child safeguarding course, first aid course, comprehensive criminal record check. So I don't know if you have anything to, is it the same in Germany? What yes, you have to, there's a certain office, even if you want to coach a primary team, for example, primary school team during PE, there's a certain certificate mpaka upate. You have to go to a certain office, then you give them your address, blah, 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 and the rest, then you pay a certain amount. Then they give you, they certify you. They certify you. They'll check if umepitia mambo ya umefanya crimes, vitu kama hizo. But they will check first. Okay. Because they cannot just give you their kids for you to coach. That's right. Very, very important. Yeah. So hapa it's thorough. There's no shortcut hapa. No shortcut completely. Si kama mtaani tunafikiria ni rahisi, sijui ni mchezaji anacheza mara moja amepiga pass noma 5-6 kwa hiyo game anataka kuja Europe. No. It's very difficult. Now especially there's this thing what Kenyans wameanzisha hapa. We call it, here it's called Stützpunkt. Hiyo mambo ya kuweka Stützpunkt. What does that means? It's ina sound kama every Shkambi. It's what happens is in every category, for example, kama tuseme Kakamega or Kisumu, kuna wale wachezaji under 15, wale wazuri wanachaguliwa every week. They train every week. They train every week. Then during holidays they might go for like 2 weeks together. 2 weeks together, like a camp, but it's happening in each and every region. So now in these 2 weeks wanaangalia character yako, vile una communicate na watu, are you always on your phone, do you talk to people, are you a team player? You can be good but you're not a team player. Okay, but every week on Mondays wanacoachiwa na the best coaches from the federation every week. Lakini wanachaguliwa kutoka kwa matimu, and maybe during the weekends wamecheza match. So you see, there is that competition that they have every week that they're eager to do, or they're eager to play. At the same time, they have to retain their positions in this so-called the best of the best in their region. So unajua kila saa uko under pressure. So it becomes easier for coaches to see you. It becomes easier for your database to be there. And there's also a way to check you and also to check the coaches. True. Yeah. So they use those players also to train the coaches. Unapata. Instructors wako hapa and they train the coaches. Salgado Nushad, ama ni Nurshad, anasema Arthur Guza na umejaa ngori, kwani rada ni gani? Keke Roy. Papa. So, niko na swali kwa Arthur. Yeah. Arthur, a while ago, before COVID happened, yeah. Ulipo offer ya kutrain team, prepare team players from at the critical moment, from the reserve team, from the youth sides to Bundesliga. So please take us through what it means that a player is now ripe for the Bundesliga league. What you as a coach should shape them to do, what you look. Sympathy. Keke pia amekuwa kama ashikanda. Wewe vipi wewe? Kwani unatumia microphones za nini? Za River? Wewe acha bana. Earphones zako vipi? We cannot get you. Keke. Stop complaining and fix your mic. Mic clear? Yeah, now you're clear. We can now you're clear. You've lost again. Kidogo kama Keke ame lost, naweza uliza swali moja hata. Uliza hata swali, acha tungoje Keke arudi. Keke atarudi. Hello. Huyo ni mrasi. Hello. Anaulisha hello. Hello. Simu. Nakupata.
Nizo nini earphones zake ndio ziko na alibai pale tukiona ile siku lunch nilimuingiza machuo pale River Road akabai hapo ni earphones za 12. Keke amesema hello yani ni simu hello. Hatumsikii. So Ezi uliza hiyo swali yako tukingoja Keke ajisort. I think nitauliza hata na respect sana amekuwa coach wangu pale Western Stima. Ni player wangapi hata ame kama kuna player mmoja hapo offensive hapo anaitwa Otile, kuna Steve nimekuwa naye pale under 20, kuna Chicha nimekuwa naye pale under 20. Player ni deadly sana. I think hata inafaa wavute pale Germany ndio tujue kuna shughuli anapiga pale. Unajua? Kweli. Unajua ingekuwa mimi ni Abinge Yabinge pia yani wewe mnafanya nini na hizi madini zenyu bana? Vipi? Ni kila Kiariambugwa amefanya nini? Msiekele Tosh bana. Ni asikia Kiariambugwa na kina Mariko Abuao, si tabia zao hizo, wana act system zetu. Tosh ni chalifiti. So maybe tupatie other chance ya kujibu hizo maswali. I think they are all interconnecting. Hiyo story ya my youth na vile unaweza vuta mavijana huko pali huko bro. Okay. Kara kidogo tu unajua huyu hata amekuwa coach wa under 17 national team. Ameenda mpaka South Africa, amepiga na Brazil. Sijui alipigwa ngapi mimi sijui. Tulimaliza namba 4. Mimi na respect. Huyu mjamaa anajua bola. Ochiwenda anasema pia nikuulize hivi hata. On the same ukijibutizo swali because they are all the same questions I think. Anasema Ochiwenda anasema ask Arthur Guza about his stint with Coca-Cola squad that went with to South Africa sometimes back when Apidi was the TM and how many made it to the top flight. So hizo maswali zote ziko correlated, so you can just answer them as saizi kuna nilifanya scouting kwanza. Tulifanya scouting Coca-Cola kwanza. Then I was selected to be the head coach during that time for the under 17. And we really performed well in South Africa. And in that team there was Nyaha was there, Mazembe was there. Mazembe right now in Kariobangi Sharks. Mkolwe, the keeper, should be in Kangemi, I think. Should be in Kangemi. There's another keeper in Migori United, I think. Then there was Mukangula. Eugene Mkangula. Eugene Mkangula. Yeah. Saizi yuko FC, si ndio? Ako Chingwe. Yeah. Then there's this tall guy called Oruchum. Oruchum should be in FC. Then there's a player, Salim anacheza in a Premier League in Somalia, I think. Anacheza Premier League in Somalia saizi. Salim Mohamed. Then kuna mmoja nasikia yuko Zanzibar wanamuita Messi. Nafikiri unamjua. There's a short boy anacheza Coast sana lakini watu wa Coast muita Messi. Messi si alienda I think alienda pro. No, wachana na yule Messi mwingine. Wachana na yule Messi mwingine. Messi Agege. Achana kuna kijana mwingine mfupi hivi machachari sana. Messi wa Barcelona. Agege. Anacheza timu moja in Zanzibar size. Anacheza timu moja in Zanzibar. A very very good player. Tulipigana Senegal Messi. Tulipigana Senegal Messi akikuwa kwa midfield hapo tulimsave first half. Na hiyo bro. Hatari. Noma is noma. Keke. So, endelea hata huko umemaliza. Yeah. So our wachezaji vile mimi naona most of them did well, but there was no follow up. Unajua follow up ndio muhimu. Mpaka kumpige pia pressure. Ona mtu kama Nyaha for example. Nyaha and the brother. The Nyaha is a twin brother. Pia anacheza tu the same kama yeye. Nyaha should have been in the national team right now. Na unajua wachezaji kama hao most of the time pa kumpige pressure mwambie he has to do better. And you have to really follow him. And you have to use the team that he's playing in kumpiga pia pressure. Because you cannot just lose that talent hivyo. Mazembe ndio peke yake unaweza sema saizi na Moses Moses Mkangula
Nasema saizi wako juu. Eugene Mkangulo wako juu. Hapa Nyabinge tunakuja, kuna mtu anaitwa Jared Migunde anasema Nyabinge, vile uko close na federation, mbona msiwaambie watengeze Olympic Youth Centers in every town? And I want us to touch a bit on those Olympic Youth Centers because I'm also a beneficiary of Kakamega Youth Olympic, ilikuwa inakuwa led by Buda ya Balala, the late Omar. So tutakuja kwa Olympic Youth Centers in a few, but before that we want to arrest Keke. Keke? Yeah. Can we arrest you? Why? Arthur? Yeah. Unatoa nani na mzee? Hiyo umeliwahi eh? Hiyo umetoa. Hapa ilikuwa happy Buda. Una rap shoulders na master sana bana. Ish been happening. Unikalu. Unikalu. Hata uko na pesa. Umesema hii ndio boys club yako? Si pesa. Hata uko na pesa nitumie. So hii ndio hiyo team hiyo wadau wanaongelea kabisa. Hiyo ndio hiyo team kabisa. Ndio hao. Bram. Hata nitumie 5,000 akitembea na Kalu, Solomon Kalu. Umelia ako na mapesa. Alafu ulikuwa na a short stint pale Otenga. How long was your stint at Otenga? 3 weeks. 3 weeks exactly. You lasted for 3 weeks. 2 weeks, and I did last because I was just a caretaker. You were on holiday. Point ngapi? Yeah, I was on holiday. Ulichukua point ngapi? Zero. Yeah. Ukapika Nairobi. Zero. Ukapewa paka jacket. And then hapa? Ili timu gani? Hapa sasa ni real Kisumu. Okay. Ni real. Na nyenye mulienda kwa archives wala. Ngoja tulia. This was my first team. My first team in Berlin under 19. Inter, yeah. International. Hata wewe ndio umevaa cape? Mimi ndio nimevaa cape. Uko na lazima fiche dread. Uko na baridi mbaya. Uko na pesa, uko na Is this the same team bado hiyo Inter Milan? Yeah, it was the same team. Ukiangalia, I got a team that was ilikuwa I can say they were last in terms of kwa zile teams ilibaki. They were last. So the year nili take over 2013-2014 tukamaliza number 6. Then the next year tukapanda ligi. So I worked with them for 2 years. Ebu ongea about diet kwa hiyo team. Diet. Twende kwa hezi. Karamoja rudi kidogo Bram. Nirudi wapi gani? Nirudi hapo. Second, third from you, third on your right, Arthur. Huyo alikuwa ametoka injury. Huyo boy alikuwa ametoka injury. Huyo boy alikuwa ni boy mdeadly sana. Pale unamwona. Alikuwa ametoka injury. Na huyu Waria. Yuko kando yangu. Waria mwisho kabisa. Wazungu na Waria. Wewe defender mnoma sana. Ni role gani coach Chris Makoha? I know Chris Makoha was the late Chris Makoha play a very big role in so many players development huko Western and even in the national team. What role did Chris Makoha play in your development as a player, not as a coach? Chris ni master. Chris Makoha mimi hata siongee juu yake. Wacha rest in peace. Kusha. Au ni kina nani? Akisema unajua kuna jamaa aitwa Eldio Mkuyo anatoka Pasi. Chris Makoha amekoje MW. MW inasema control and pass. Yes. Play to the nearest person. Na hiyo ndio ilikuwa paka Kakamega High School. True. Chris akikufa. Ulikuwa mimi na Umkuya. Naona Dunga hapo. Jono Dunga. Umeona Jono Dunga? Jono Dunga. Alikuwa anapiga number 6. Mtu aseme Kisumu. Kisumu inatoa talent. Mtu asidanganyane. Hiyo ni timu yenu under 20 sio? Hata mimi nilikuwa najua ball. Kama nilikuwa timu moja na Mugabe kuna barabara ile katika mahali. Unaona Victor mahali Mungu akusema huko aende mahali. Paul ya power ikufikia.
Kuna jamaa aitwa John Wau. John Wau yuko hapa ni Nzoia mzee. Bramwell Simiyu huyo mzee sasa ndio kusoma pale KCB. Waweru yuko France. Hapa stress inakula. Sasa wewe unaenda haraka mzee. Lazima tuende haraka pia time. Moja wewe vipi? Nyuki ni mbaya. Umesema hapa liumwa na nyuki. Nyuki na uma ni mbaya. Kala moja. La unasema wewe Keke Roy. Unasema nini? Nyuki ni mbaya. Lord Okumbi. Mzee Okumbi. What can you say about him in 1 minute? Mzee unaona Okumbi? Hata kama jamaa wanapiga vira juu yake, huyo jamaa mimi nimekaa kwa room yake tumelala pamoja. Unaona huyo jamaa mzee tactically ati ku read games sijui nini ati kuangalia opponents wanachezaje, kufanya analysis. 100% huyo jamaa atakupatia. Game naye ananiambia mzee, Nyabinge nisukumie game. Unaona hapa mimi nasukuma game. Watu wanasema ngati ati Nyabinge wewe uje kwa head coach, but mimi nilikuwa na Ukumbi, mimi ndio head coach. Mzee Feyenoord. Hizi vitu ulitoa wapi kara? Inasomwa hivyo kweli Feyenoord. Si mimi ni mlui hapa na mzee. Mimi niliingia kwa academy ama jamaa. Angalia huyo ni Nyabinge iko hapo. Makaratasi nayo niko nazo. Coach ball naye mzee ni sign contract hapa ilikuwa ya pesa lakini sina kitu. Umecoach pia Asia sio? Hapo na wachezaji. Mzee nilikuwa Asia pale mzee nilikuwa nalipwa $5 million. 500,000. Bram? Yes sir. Kwa hii photo Nyabinge alikuwa na coach na sign language. Hapa kulikuwa na language barrier big sana. Hebu acha respond on it. Mzee hiyo mimi naweza explain hapa. Mzee ulikuwa coach mzee ujui language. Wale majamaa wa understand English, mimi sijui language yao. Mzee na science tu. Mimi na make arrows tu. Dosi akanileta mzee, dosi anileta translator. Translator anadanganya wachezaji. Mimi naambia kanyage juu. Translator anaambia wachezaji kanyageni chini. Tayari mzee. Mtu asikwambia tu upro huu namba 19 ni Croch. Uli Croch ni under 20. Mzee ni under 20 mzee tu. Angalia mabouncer. Majamaa wawili hao kubwa ni mabouncer. Huu ni Croch inafanya antumie 20,000 nilimjenga. Hii ni under 20. Nilimita national team ya kwanza before Kimanzi amuite. Coaching ni calling, haifai kujenge. Pia unafaa kunijenga because nilikuingiza pia Samitsi na pia an update of Oteshe tunawapatia as soon as I get, but Oteshe bado yuko hosi, so bado tunazidi kumwombea. Oteshe quick recovery. Miki wacha niongea Oteshe quick recovery mzee nimepiga namba 10, Oteshe amepiga namba 13. Sasa hiyo ni Kisumu's finest. Umesema pia uko na vitabu. Bwana wewe nimejaribu pia kidogo. Hii ni degree in what? Degree in cooking ama? Hii ni BCom finance by the way. Shule gani? Kenya Poly. Kenya Poly. Ulisoma na Boni ama Robert Kwae? Keke. Ukiangalia hii picha kuna marehemu Odu Cobra. So nataka tu uniambie in very simple words. Odu Cobra kutoka kwake, yani kuaga kwake kwa dunia imekuwa affectaje kilife? Because mlikuwa mnafanya mambo mingi sana na Odu. He was a very good personal friend of mine, but nyinyi personally mlikuwa mnafanya ma projects pamoja nini. So his departure imekuwa affectaje kimaisha bro? Mazee kutoka kwake imefanya vitu zimechanganyikiwa. Mnaona as you know very well size Wadau TV Iran. Kulikuwa na changamoto hapa kule due to 1 to 3 reasons. But pia at least pia jua linacha kama amnishika mkono. It taught me 1 2 3 things. Saizi I'm trying to be a producer hapa tuchapiane. I'm producing another show that is coming up very soon next week, itakuwa on air. So at least pia alinishika mkono akanishonjia juu ndio alita kwa TV. I was only as in strictly on print media because I'm writing. But yeah, you can translate these ideas in writing into visual. So yeye aleta kwa visual world ya TV, Wadau TV. But pia I'm trying to cope up. We are trying to revive Wadau TV. Hata nimeongea wife wake leo.
Okay. Because there were a lot of questions from Kiarie Mbugua, Batal pia alikuwa ameniuliza what happened to Wadau TV. So I think it's something that you can answer. Yeah. So Wadau TV, we used to produce at a studio in Parklands. Studio was owned by Tim Adeka. Then Tim alikuwa anafanya kazi ya advertising sana. His was SportsPesa. So when sasa wali exit market ya Kenya, Tim pia akafektiwa pia kibiz na studio time na studio resources. So Tim had to relocate. So as we are speaking now, Tim ana studio. And all these equipment that we are using here, the boom mics, the camera, the everything. Uni brought Tim mdogo, cameraman brought Tim mdogo. Yeye pia alienda chuo. So Tim when ali move na resources zake, that is the camera and all other equipment. Bado yeye ndo akona footages, bado yeye ndo akona kila kitu. Okay. So when he moved out alikosa plans pia. Yeye pia akamove pia na life yake pia. Yeye pia atumike familia yake, asakedo, so akaanza kufanya kazi zake za kiinje. So saizi is a freelancer, so kupata time yake ya studio time imekuwa nadra sana. Hapa na pia wakatoka. Hapa Kambotu pia Mbotu. Ni jezi ndio ilikuwa ndogo. Itabidi nikuingize kwa ile maratiba yangu ile ya gym. Na unapo kuna the Big Bad Hippos family, kuna Fau hapo. Ile first day ni limit hours wote kama si Bovin mwenye niko naye hapo kanangu msem black. Ile first day ni limit Fathe, nikamit Fau, nikamit Beryl, nikamit Odu, nikamit Ray na nikamit Adunga. Hapa ni KPA huko Bella Mombasa Road. Iko tumeenda Hippos. First Hippo meeting. Ulikuwa kamono hapo. Steven Ochola Ochieng anasema Keke Roy ni co-host ama pia ni guest. Tutakujibu sahihi. Arrest Keke. Cairo, what happened? Yes. Watu wengi sana wako na makasiriko juu ya hii trip. Tell us what went wrong? All right. Trip ilikuwa sponsored by SportsPesa. Kata si of Kefofa. Aje. Sponsored by nini? Nani ndio nani? Kefofa ili approach SportsPesa is sponsor fans kwenda Cairo. Proposal yao ilikuwa na 100 fans. But SportsPesa were only willing to sponsor 20 fans. So Kefofa ikakama na plan kuwa only paid up fans. That is only registered fans were supposed to go for the trip. Hata mimi kama Keke Roy siko kwa list. Kulikuwa na 3 lists zenye zilitolewa. Okay. I was not in any of the list. Mpaka the last list ndio nasikia Liboy chairman president wa Kefofa ndio akanipigania nikaka kwa list. Unaona? Okay. Alikupigania? So so Kefofa so Liboy aliniapproach akaniambia Keke give me names of 20 of Wadaus. Unaona? Hapo nikapena list ya watu 30 from the Wadau fraternity. You walikuwa wanapanga kupeleka watu 100 wakasema wase 100 wacha 70 wakuwe ni wase registered, then 20 that is 20 wakuwe wase non paid up members. So that is how I came in the trip. Bro ulifanya mpaka Tosha akachukua Kiaria akachukua nini bana? Akachukua passport. Hakuwa na by then. Hakuwa nayo bana. Alichukua passport ukamtiegni. Unasema hapa umepanda Kalaibwe. Hapa ni en route to Cairo, en route to Afcon. En route to Cairo kuda mlienda sijui mpaka Saudi Arabia mkaka 3 days ati layover. No, hiyo trip pia ilikuwa refu bana. Ilikuwa typical through Jeddah airport in Saudi Arabia, then from Jeddah to Cairo. But now zika come back. There's a militia group in the UAE. Something called Brotherhood wali bomb airport moja in Saudi Arabia. So airspace ikafungwa. So hapo ndio tukalala Hilton, tukalala for 3 more days in Cairo on our way back to Nairobi. Kuna mtu ameanzisha hapa #ArrestKeke na hiyo hashtag sasa ina trend pale Twitter. So tukimaliza show niko number 1. So hapa ni Mariko anateta anasema nitoe hizi picha, yani ni kama inamkumbusha kitu mbaya. Hii picha iko na history yake pia. Hapa ni Almasri.
Hii ni training ground akina Nyakea. On this same day, Kenya was playing our last match against Senegal. The Nyakea just landed in the country in Egypt that same day. Umesema Mjaluo isema arrived, anasema landed. Si ni ndege bana mwanangu. Sawa bro. It's a bad bana, a bad lands. So mimi nilikuwa hapa na CEO wa Mathare. Tulikuwa tumeenda kuona Nyakea venye alikuwa ameingia. Uni Obure. Obure. Obure mkisia mani Mjaluo. Either. Yote. Obure, God bless you. Bram ngoja. Hapo kwa hiyo picha bado. Gani? Hii. Mwenye amevaa blue na track ya black ndio coach wa Nyakea anaitwa Mohamed Salah. Amecheza Zamalek na amecheza Al Ahly, aligame na Mathare hapa hivi Kenya akiwa player. Against Mathare akina Tito na kina Teddy ile. So hapo ndo alimita kina Kimanzi na maintain connection na networks. So Kimanzi akarecommend Nyakea aende Al Masry. Si for trials but for signing after so much negotiations. Nyakea ni Mkisi? I think so. You think so? Akana tribes Buddha. Naona hapa Nyangi leo amejitokeza hapo, nimeona makoti zake mingi sana online. Yeye pia alikuwa kwa trip yenye ya mafans alikuwa. So Nyangi alienda na sisi kama part of Kefofa. Mwenye kwa simu ni alikuwa host wetu anaitwa Bella, huyo ndio host. Then tuko na Kolo alikuwa photographer anafanya kazi na Alex Chamada. Then huyu mwenye amevaa Masai ni branch chairman wa Kajiado FKF branch. Sasa pia alikam na other means. So he's a branch chairman. Then mwenye kombeletu ni anaitwa Amisi, CEO wa Parrot Group. Parrot Group is an entertainment group. Iko based pale Inda. Yeah. Unaona Nyangi? Nyangi alikuwa kit manager under 20 mini kwa assistant coach. Ikianzaga nakumbuka. Ish Njenga. Story under 20 kianza. Nyangi huyu anajua ball. Umetoana wapi na Ish Buda? Ish. Ish ni teammate wangu Ipos na bado yeye ni dress mara moja lakini siku hizi anajisikia kona doa kwa sia na manasi. Unasema Ish ndio designer. Designer wangu mara moja siku hizi. Nilimwona Samiti huyu Ish nani huyu? Tangu agunde Fadhila Tengmor kichwa na kwa club nyingine pale rooftop siji wapi siji Doni anajisikia sana lakini ana kitu. Na kuna pia ma projects kadhaa unafanya pale mtaani. Kuna baba nakuja hapo kwa hiyo project yako, so because ya time that's why napitia haraka hapa na uko pia na Baba Imani. Sikuwa nimekonda hivi usi mimi. Buda mnabibaga mpaka Kiroma kwa grao. Ni lifestyle. Hapa ni cathedral Buda. Hapa ni cathedral. Stadia. So Keke. Yeah. Because of time nataka tu kidogo tupitie kwa maguest wetu kabla wagande. Nataka watu waambie kama if they have any personal projects, kama kuna anything that wako involved za kujenga mavijana that they want the people to know as we wind up the show, sio? Yeah, kweli. So tutaanza nawe Hezi. Mzae, mimi nitaingia tu kwa Dan. Chairman of FC. Gisheru alikuwa one before, unajua Dan ni mkubwa kwa Gisheru. Gisheru ni CEO wa Zito. Exactly. Nimemtumia application. Nataka ni work na Wazito, nataka ni work na FC, nataka ni work na Gor, nataka ni work na Homeboys, nataka ni work na Western Stima. Nataka ni work na club zote. Kuna machuo uproduce good players. Mi niko na foundation H&L Foundation. Enye ni Hesbon and Linet Foundation. Enye sisi tutakuwa tunashughulikia watu wa shule. Kuna watu wa shule wenye wanashughulikiwa na foundation. Maybe H&L. Mimi niko na do, si ati sina do.
But tunataka founders wenye hawasemangi mwanangu, wenye do wasemangi. Wewe Kekero tulia. Natafuta founders. So kuna do nimeongea na Dan. Shikanda iko very positive. And one natafuta the 3 players maybe from St. Peter's, St. Anthony, Kakamega High School, Musingu High School, Chabakale High School. The schools maybe Kisumu Day. Omala ametoka pale. Omala siwezi muacha. Omala ni boy wangu. Na sasa kila mtu endelea hizi juu ya time. Juu ya time Sawa, Omala ametoka maybe Kisumu Day. Na tumemgroom. Kitu mimi nataka Kara kufanya na niko na foundation yangu H&L Nyabinge Foundation na tunatafuta foundation tu. So unapata kama FC Dan atajicommit aseme sisi tuko under H&L Foundation watashughulikia sisi tutachukua mtu yego form 3 form 4 tumlipie school fees. Tukishamlipia school fees mtu hii atakuwa under FC ama atakuwa under Wazito. Watu hiyo wako wengi. We have good players in Western. We have good players in Nairobi. Hata Coast. Hata Karami naweza kupatia job na kwambia wewe enda Coast pale uende Mombasa Secondary School ama Costimu angalie mtoi mwenye kwa shule mwenye atatupigia league. Ushaona mzee? But unapata pale under 20 ukumbia ananiambia mzee tafuta mtu yeko talented, mtu anaweza piga pass, anaweza control and move forward. Ushaona mzee? Pale Kisumu niko na watu wengi sana. Through Ochiweida pia aiko na academy yake. Enye ndambia Ochiweida nipatie watu 2 3 wenye tunaweza wasupport hapa na pale. Hii Kenya tunadidi kusupport watu hii through football. Same thing inapen kwa Kenya Power. Kenya Power hatuwezi fanya Kenya Power wote. But tunaweza fanya Kenya Power through playing football. Mimi naambia wanataka kuvunja team, sawa, wanataka kuvunja team. But mimi kama coach nimeappeal. Nimesema one nataka hii appeal tusivunje hii team, tubaki na team moja na tuchukue league. Tunaweza chukua league. Kenya Power ina do. Hata sasa hii kara moja unatumia stima kweli? Kenya Power si ati ina do. Mtu anasema Kenya Power ina do. Kenya Power hizi vunja timu zote ati uko Stima, Western Stima, Nairobi Stima. Kweli? Kweli. So kitu mimi nataka Kenya Power baki na timu moja, then waseme si tunataka compete Gor Mahia ama FC. FC na Gor Mahia hao ndio top team Is you uko na 1 minute. Haina wasiwasi. Mzee mimi niko na papers. Usiniambia ati 1 minute. Mimi natumia hata 30 seconds. Sawa? Kekero anacheka. Usicheke mzee. So what mimi kitu nasema Kenya Power inaweza sponsor team yoyote hapa, inaweza sponsor paka league. Tusker ilikuwa ina sponsor league. Kenya Power pia inaweza sponsor league. Charity Cup isha sponsor Kenya Power. Azizo, wacha nikusomee comment fulani hapa kutoka kwa Azizo. Azizo ni mtu yetu pia, anasema now that Nyabinge is in Western, mwambie atafute Andrew Kulecho. There's some very sad stories about him that I can't mention here since have not proved. We don't want another Imbalambala. Is in his current state, please. So sijui Kulecho kumendaje, but Azizo anasema since uko hiyo mitaa uende utafute Kulecho. Kunadi Jemba former Kakamega High School player. Jemba nilikuwa naye Machakos akipiga penalty ya mwisho, yeye ndio so wacha tuende kwa nani kwa Arthur pia juu tumemweka pia kwa cold sana, atuambie pia yeye rada ni gani tukienda tukimalizia. Haina problem. Yeah, from before 2013 nilikuwa nafanya na a certain team opposite airport.
opposite airport. I was supporting them for some time because they had a youth team and they had a senior team. If you go to my Facebook page, Okore FC, you would see what I was doing. Okay. But now in Kisumu, I look at, because I'm in contact with so many teams, I look at what coaches do with young players. Now, in case I get any material or any equipment, I don't choose. I'll only see a team that is active. Like there's a team called Bayern. It's in railways. It's a very good team. It's a very good youth team. Very good youth team. Bayern wanajua bora. Wanajua ball sana. Managed by Mike Munyendo. Yeah, by Mike Munyendo. So what I do is I am usually sana niko kwa mtandao. Anytime that I see any person really putting a lot of effort, kuna equipments me upata and I just give out to anybody. That's what I do. Now, the second thing that I'm doing, hii ni chini ya maji na pia juu ya maji. Okay, they are we have a team that we formed. It's an academic camp team. To me, from nights, it's 2 years in Berlin. That's why I moved back to Berlin from Wuppertal. Wuppertal was a regional Liga team, but regional is 4th league. So I moved back to Berlin. Now we formed a certain team, and it's between the ages of 15 and 6. But now the team within 2 years, imenawiri sana. So we are going to the direction of an academy. So what I've done is there are some players I've already spotted in Kenya. There was one who came and trained with us like for 2-3 weeks. He's a Kenyan player. He was amongst the under 15. I don't want to mention him because he's a young guy. It's not good to mention players, young players. Yeah, he came and trained with our team and is going to come back and train with our team for a certain tournament in Austria. Now, in this team, there'll be 2 other players that I've already identified from that under 15 squad, the national team, Kenyan team under 15 squad. They're going to come in October, September for a certain tournament again with Bundesliga clubs, but they will be in our team, our youth team. So I'm trying to work ways because right now I'm also diversifying. I'm moving into scouting and agency, and I'm working with an agency in Holland at the moment. So it's something big. But now the core of this thing started when I was working with some boys from Brazil. There are some boys from Brazil in the streets that we are working with. And before this, after Easter, I should have traveled to Brazil. I was meant to travel to Brazil for like 2 weeks to see that program in Brazil. So I'm really doing a lot to do with football, vis-a-vis coaching. Right. Yeah. Keke? Yes. So first of all, Bram, thanks for the chance once again to be on this platform. Then niko na projects kadhaa nafanya za mtaani na zingine za professional. Niko timu ya mtaani inaitwa K-Sport Pro FC. Vijana wa mtaa wenye wako Div1, Div2, NSL. Tushiriki za friendly na against top tier teams. Wanapeleka pale waji expose wapate hiyo platform against the polished players wa KPL. Wapate chance pia waonekane. So the team has been around for like 1 year. We played like 7 KPL sides and 2 NSL sides so far. Right. Then another project that's coming up this week, a project here inaitwa the Barber Shop 254 initial to buy their ball. Ita premiere this week on Wednesday. Nitapata say feedback, nitapata say more about it through my accounts. Then lastly niko na ile Amsha Ball Kisumu yenye wanafanyikanga every December. We don't give monetary incentives. We only give as in equipment, kits, gears, that's your team, like uniform, like shin guards, like playing cleats, like armbands. Vitu kama hizo, like tactical boards. Nataka kupata uniform nini? Tunashukuru. So then tuko na Wadau TV pia itakam up. We are organizing with Diana. Very soon it will come up. We are seeking other avenues. We are seeking other partners. We are seeking other people's opinions. So ita come up iko in the pipeline. Sasa imekufa yezi kufa. Nikasi lazima iishi mpaka milele. Nilivyokuwa nitasaidia Diana
niwezavyo through Wadau TV tuone make it, na tuone pia burden yake watu wake wawili wale Janel na Gio tumepunguza kama Wadau TV. Wadau TV should be a full-fledged media house, you never know. Media house, yeah. So far those are things that I'm working on. Wadau TV, Baba Shop, UK Sport Pro na kadhalika pia. Kuna Arthur? Yes, sir. Are you there? Yes. As we wind up, both wewe na Nyabinge, kuna mtu alikuwa ameniuliza swali na nikasahau. Kuna mtu anaitwa Oscar Ingoi alikuwa anasema, why is it that there is no uniformed curriculum or syllabus that all the various soccer academies in Kenya adhere to? And then whose work is it to ensure that there is uniformity in soccer development of our youth in Kenya? Is it the government, federation, or youth coaches? Okay, mimi naweza jibu haraka sana because we tend to talk about academies. Academies ni kitu kingine kubwa sana. If you look at in Europe, like in Germany, there are very few academies. Very few academies. Sijui kwa nini tunaita vitu zetu academies sana. We should just be affiliated to clubs. Clubs should be like, for example, if I'm in a certain area and Gor is in a certain area, I should be affiliated to Gor. So most of these teams, kila team inataka kukaa kivyake. But people should come together in a certain area and to be affiliated to a club. For example, if you are in Nyalenda and there's a big club in Nyalenda, it's better young teams are affiliated to one club in Nyalenda. Now, our problem is we tend to do things, kila mtu anajaribu kufanya kile kitu kivyake. Yeah. Now you call yourself academy, si mbaya, because that's the name that we use. But if you come here, academies unapata watu wanalipa pesa hizo wako. Yeah. And most of the players that are in academy huku never even make it so much. Percentage of the players who make it from academies are like 5 or 2% from academies in Europe. Correct. So now the thing is, what we had talked of before, kitu number one, we have to have a good running league. There's no shortcut. Tuachi story mingi. These coaches who are in these teams, the so-called academies, should be having games every weekend. Also to help the coaches to train more, to help the coaches to see where they are good or where they are bad. Unaweza kuwa na watoto umekaa nao for 6 months. Na hawajacheza ligi yote. Wacheza any competition. It doesn't make sense. Tunajidanganya. Tunajidanganya totally. Then hizo issues za academies zinaweza kuwa sasa teams, small teams. Then things become easier. Ndio sasa zingine unapata watoto wanatoka kutoka kwa hizo teams anaenda kwa timu kubwa, akifika pengine Europe unapata pesa hairudi kwa ile team alikuwa na coach because they're not even registered. So kidogo tunataka to improve on that part. We should just start having clubs. We should having clubs and having a league. And the issue of the league should be organized by the federation. Yeah, and they should affiliate with schools. There's no shortcut na schools. Kuna mtu hapa anaitwa Danson Kago. Kago anasema man down. I repeat, man down. Joseph Kiplangat. Coach Hezi anadoze. Hezi. Ni aje mzee? Uko fiti ama umepiga tracks? Alikuwa anapiga swala. Tena Kago. Alikuwa anapiga swala, alikuwa naomba. So Hezi, your parting shot, because shot naenda kufunga, your parting shot. I think for me, wacha watu wasome. Wacha watu waingie classes, wasome former players, waingie classes, wasome mambo ya coaching. Aya. Watu wasome. Watu wasome mzee. Polo Guy, haiko na huyu jamaa Polo Guy mimi nataka kuwa naye sana. Huyu hata mimi nataka kuwa naye sana. Wacha niite Germany huko hata anipatie under 10. Ndapiga shughuli tu. Unacheka nini wewe? Safi. Kiare Mungu anataka kuwa. Kiare Mungu anataka kuwa. Ma 11 aside hizi mko mnapiga na Imonje. Mtu mzito na Fred Serenge. Safi. So Hezi,
Kuna ile shughuli nilikuwa nataka tupige hiyo mtaa, nitakwambia baadaye after show, so tuone vile tuta facilitate pia wa vijana and then tuone vile itakuwa. Kuna majamaa wa pasi hapo, kuna majamaa wa Amalemba pasi wana need uniform. Through Babu nimecheza naye ball pale kwa youth Wow. Brand Buba. Alikuwa player mdeadly sana. Ni ile injury maybe nini. But kuna Malemba kwa Tangi pale wana need uniform. Through Balala. Mimi nasema through Balala. Mzee, mimi na need uniform tu nipelekea majamaa niseme through Karamoja tumedonate uniform. Tutatafuta tuwapeleke. Mimi ndatoa fare kwenda paka Malaysia pale kwa Tangi. Mzee, hapa Malaysia kumetoka wakina Kavesh, wakina Kablu. Ezi ngoja kidogo, hiyo ni story tongea baadaye. So Keke, parting shot tukifunga. Just to thank you for the show and for the platform. Then to thank the fans, the viewers. Mazee sirahisi ku log in kwa every show like twice a week. So big up kwa wao pia. And next time Nyabinge kama uko stable, siombe sana kwa nini kwa session. Ukiomba sana pia tuna lose morale ya. Ongea sawa. Mimi niko na pesa. Kuza sala. Niko sawa lakini Bram. So I like to say this, that ni mwanawase wengi wame tune in, which is motivating, which is encouraging. To support kila mse mwenye kama na idea ya promote ball na ku develop ball ya Kenya. Because it's an all inclusive thing, it's an all stakeholders thing. It's a round table thing. So if you come up together, tukosane heshima, as in tukoseane tu yani ile tu yani disagree to agree, the ball it improve. Don't conflict, don't impress, don't try to as in to disrespect. But ni poa, hii ball itagrow kama kila msee ako part of it fully. Na Shipae NS ndio anasema na tukilala # arrest Keke. Na friend na trend. Majamaa, thank you so much. Asanteni sana kama kawaida. Thank you so much guys for coming to the panel. Niko na lineup bwana. Hujaniisha lineup. Lineup inakuja, tulia. Keke Roy, asante sana for accepting to come on the show and for all the jobs that pia unanisaidia pia kufanya. Arthur German yuko pia, kuna watu wako wengine huko wanafanya mambo pia, kina Mati, Daniel Matengo, big up to all the German crew, kina Nick D, tutawahost hapa pia watuambie, and then watatuambia wako na projects gani zile wanafanya huko, because walikuwa wamenitackle pale kwa inbox. I think they want to speak up and say what they're doing, which is very good, it's very commendable. I think itasaidia vijana wengi sana hapa mtaani. So nitawaleta hapa, watatuambia ni projects gani hizo wanafanya huko, and then we see how we can work together with them. Tutaita pia wale majamaa states, wale majamaa Camp Toyoyo, kina Udipo, kina Felo, kina Gripa, pia watuambie pia nini hizo wanafanya huko, and then we see how we can all work together for the betterment of the game ama vijana. Ama vipi? Papa, si kama ni ku remind. Hii wiki una challenge? Hii wiki niko na challenge. Niko na challenge fulani. Niko na challenge lakini ndaiweka maybe by kesho, because kuna kitu nataka finalize. Nasema niko na challenge. I want to reward some of my very loyal fans. So nitawapatia hiyo list. Sitaki kuwapatia saizi because kuna kitu bado sijakamilisha. So once it's ready, I'll just come back ndapeana hiyo list, and then we see how we can go about with the challenge. So safi. So majamaa, have a good night and see you again on Wednesday. Peace. Wewe alikuwa ndaka lineup. Mungu akusamee mtu wa jamani, Mungu akusamee. Enda shikambi pole wewe. Enda lurambi. Na walk mzee. Hatiti. Iko sawa mzee.